Somo letu linaitwa umuhimu wa ndoto za Roho Mtakatifu. Umuhimu wa ndoto za Roho Mtakatifu. Kwa wale ambao mnaandika na Mungu amewapa neema ya kuandika, andika umuhimu wa ndoto za Roho Mtakatifu. Tukazielezea ndoto kwamba ziko ndoto za aina nyingi. Tukasema ziko ndoto za aina tatu. Aina ya kwanza tukasema ndoto kutoka kwa Mungu au kwa Roho Mtakatifu. Aina ya pili ni ndoto kutoka kwa Ibilisi, Mungu au miungu. Na aina ya tatu tukasema ni ndoto zinazotokana na uchovu wa kila siku. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndoto zinazotokana na uchovu wa kila siku. Sasa tulikuwa kwenye aina ya pili ya ndoto ambayo ni part 2 yetu ambayo inasema umuhimu wa ndoto za Roho Mtakatifu. Namba 1 tukaangalia muhimu hizi ndoto ya kwamba ndoto hujibu mawazo. Ndoto hujibu mawazo. Tuliangalia hiyo Jumatano, tukasema ndoto hujibu nini? Mawazo. Tukaona kwamba kwenye kitabu cha Daniel 2:29 mpaka 30, hata ukianzia mstari wa kwanza pale, tukaona mfalme Nebukadreza aliota ndoto. Alipoota ndoto, Daniel anapokuja kuitafsiri ile ndoto, anapoleta ile tafsiri inatuambia kwamba mfalme, ulipokuwa kitandani kwako, mawazo yalikuingia moyoni mwako, na yalipokuingia ukaota ndoto. Tunaona ndani ya ile ndoto Mungu alikuwa anajibu yale ambayo mfalme Nebukadreza alikuwa anayaota. Na tukasema kwamba unapokuwa na mawazo, unapokaa una mawazo, Mungu huchunguza mawazo. Mungu yasoma mawazo yetu. Mungu huyaona mawazo tulionayo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu huyaona mawazo tulionayo. Mungu anachunguza mawazo tulionayo. Kwa hiyo unapowaza, Mungu huwa anayajibu mawazo kwa ndoto. That was number 1. Hiyo ilikuwa namba 1. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba unaweza ukawa unawaza jambo, nitapata wapi ada ya mtoto? And then katika ndoto unaona Mungu anakufungulia mlango kwenye ndoto, anakuonyesha namna ambavyo utapata fedha. Unajua kabisa kwamba hapa Mungu amenijibu kwa ndoto. Ulikuwa unawaza nitakufa, huu ugonjwa ni utakuwaje? Lakini Roho Mtakatifu anaweza kuja kwenye ndoto na akakujibu. Unaweza ukawa unawaza nitafeli shule, Mungu anakuonyesha umefaulu na umechaguliwa kwenda shule fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunasema ndoto zinajibu mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo tukasema kazi ya Roho Mtakatifu ni kuchunguza siri na mafumbo yote yaliyo ndani ya mioyo yetu. Bila Kiingereza nasema the spirit searches. Roho inatafuta. The spirit searches. Roho inatafuta. Kwa hiyo inatafuta, inachunguza nini kilicho ndani ya moyo wako, na inataka kujibu kilicho ndani ya moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa namba 2, umuhimu wa ndoto za Roho Mtakatifu. Namba 2. Leo tutakaa hapo kwenye namba 2. Ndoto, andika, ndoto zinatoa maelekezo ya jambo jipya ambalo linaweza tokea kwako na wewe huna taarifa nalo. Ndoto zinatoa maelekezo ya jambo jipya. Ndoto zinatoa maelekezo ya jambo jipya ambalo wewe huna taarifa nalo. Kuna mambo mapya ambayo yanatokea ama yatatutokea huko mbeleni, mengi tu, na mengine hatuyajui. Tukikuuliza experience yako ya miaka 5 iliyopita, ni mambo gani, whether mabaya ama mazuri, yamekutokea na ukuwa na taarifa nayo, utatuonyesha hayo mambo kwamba ni mengi na yapo, kwamba yako mambo ambayo yalitokea kwa ghafla na sikuwa na taarifa nayo. Sasa hizi ndoto za Roho Mtakatifu zinakuja kukupa maelekezo juu ya jambo jipya ambalo litatokea. Yako mambo ambayo yatatokea kwako na wewe huyajui hayo mambo, na wewe una taarifa na hayo mambo. Twende kitabu cha Mathayo sura ya kwanza. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 22. Naomba nisomee hapo. Biblia inasema, naam, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Naam. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, naam, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naam. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Ndio. 20. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama. Hold on. Angalia. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, alikuwa mtu wa haki mbele za Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri.
Manake haya mawazo ya Yusufu kumwacha Mariamu yalikuwa ni mawazo ya nini? Ya siri, yalikuwa yako ndani yake. Hakumwambia mtu yoyote, hakuongea na mtu yoyote. Alikuwa ni wazo anatembea nalo. Amen. Alikuwa ni wazo yuko nalo, kwamba huyu Mariamu sasa kapata ni ujauzito na tuko kwenye kipindi cha uchumba. Hii itakuwa aibu kwangu mimi na kwa ndugu zangu, na hata tukienda hekaluni hili jambo litakuwa la aibu. Alilibeba moyoni mwake, alikuwa na hayo mawazo, akaadhimia kwamba nitamwacha Mariamu kwa siri. Sikiliza kitu kimoja, wakati anawaza hayo mawazo yapo kwenye kichwa chake, anataka kumwacha Mariamu, mbingu zikayaona hayo mawazo. Roho Mtakatifu anayechunguza akili zetu, fahamu zetu, mawazo yetu, akayaona mawazo ya Yusufu. Alipoyaona mawazo ya Yusufu, nini kikatokea? Malizia mstari 20. Basi alipokuwa akifikiri hayo. Angalia, alipokuwa akifikiri hayo, manake alikuwa anafikiri amwache Mariamu kwa siri. Tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Akamtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. 22. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa manabii akisema. Hapo. Haleluya. Amen. Tunamwona mtu huyu anaitwa Yusufu. Huyu mtu anaitwa Yusufu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mtu anaitwa Yusufu alikuwa na mawazo akiwa peke yake, akaazimu kumwacha kwa siri. Na alipokuwa ni akifikiri hayo, malaika wa Bwana, angalia, anafikiri amelala, wedha ni kitandani, ameona hili jambo la aibu, ameona hili jambo siwezi kulibeba, ameona hili jambo siwezi kwenda nalo. Kwenye ndoto, sema ndoto. Ndoto. Sema ndoto. Ndoto. Ndoto inakuja kujibu maswali, inakuja kujibu wasiwasi aliyokuwa nao Yusufu. Haleluya. Amen. Hello. Unaweza ukawa na ndoto, ukawa na mawazo, ndoto ikaja kujibu mawazo yako, ukawa unahisi sasa mimi ndio nitaishia hivi hivi. Kwenye ndoto Mungu akakuonyesha baraka zako. Unaweza ukawa unawaza jambo fulani gumu, huna majibu nalo, malaika anakutokea kwenye ndoto. Na ninafungua hilo lango leo katika jina la Yesu liyo wazi kwako. Amen. Yale maswali magumu malaika yajibu kwenye ndoto. Amen. Yale maswali magumu malaika yajibu kwenye ndoto. Amen. Yale ambayo huna majibu nayo mbingu ziyajibu kwenye ndoto. Amen. Ninakuombea hilo katika jina la Yesu Kristo. Bwana akajibu majibu yako kwenye ndoto. Amen. Kuna watu hamuelewi hapa, hamuelewi hatima yangu itakuwaje. Una mawazo, hauelewi mwisho wangu ni nini, na huu ugonjwa, na huu maskini, na haya mateso, na hivi vifungo, mwisho wangu ni nini? Lakini nasema yuko malaika wa Bwana atakutokea kwenye ndoto. Amen. Bwana atakujibu kwa njia ya ndoto. Amen. Bwana atakujibu kwa njia ya ndoto. Amen. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Na kama ulikuwa uoti hizo ndoto zilizobeba majibu, kuanzia leo zikafunguke juu yako. Amen. Ndoto za majibu zikawa wazi juu yako. Amen. Ndoto za majibu zikawa wazi in the mighty name of Jesus. Amen. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua mko watu mmebeba maswali magumu ambayo hamna majibu nayo, lakini wako malaika wana majibu ya hayo maswali. Amen. Bwana atawaachia hao malaika, watakuja watakujibu. Amen. Pale ulipokata tamaa, mbingu zitaingilia kati. Amen. Ulipokata tamaa, mbingu zitakuja na majibu. Amen. Ulipokata tamaa, Bwana atakusemesha tena kwenye ndoto. Amen. Naomba mpungie Bwana mkono. Amen. Mbingu zikaone uhitaji wako. Amen. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bwana akazijibu ndoto zako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yako maswali ya sirini unayo, huwezi kumuuliza mtu yoyote. Kuna vitu unajiuliza hata pastor huwezi kumuuliza. Kuna vitu unajiuliza mwenyewe, huwezi share na mtu yoyote. Unavyo ndani yako ni vigumu, ni vigumu. Vingine umepitia vigumu, hauelewi hatima ya hayo mambo. Ni mambo magumu nayo uko ndani yanakutesa. Ukilala kitandani unapambana na hayo maswali. Nasema hauko peke yako, mbingu zinakuona. Amen. Nasema hauko peke yako, mbingu zinakuangalia. Amen. Pale ulipokata tamaa, mbingu zitaingilia kati. Amen. Sometimes hauelewi hatima ya watoto wako. Sometimes hauelewi hatima yako mwenyewe. Amen. Sometimes hauelewi baadaye yako. Amen. Lakini nasema yuko achunguzaye mioyo ya wanadamu. Amen. Na anakuona pale ulipolala. Amen. Maana yeye Bwana anachunguza hatima zetu. Amen. Na anachunguza yale tunayowaza. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nisikilize. Na katika mambo magumu, jambo gumu alilokuwa nalo Yusufu, unaweza ukaliona ni la kawaida, sio la kawaida.
sio la kawaida. Umemtolea binti mali kwamba nataka nikuoe, umefuata taratibu zote za dini, na Yusufu ni mtu wa haki, and then ghafla, na watu wanajua ndo mmekaribia harusi, anakuambia mimi ni mjamzito. Wewe ujauzito umetoka wapi? Nimepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe, mtaani kwetu kuna mtu amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu huko kanisani? Hapana, mimi ndio wa kwanza. Usifikiri hilo jambo ni rahisi, haliingii kichwani kirahisi rahisi. Lilimsumbua Yusufu. Alikuwa ni kama amekubali lakini hakukubali ndani ya moyo wake. Alikuwa ni kama amelielewa lakini hakulielewa. Biblia inatufafanulia kwamba hakulielewa hilo jambo, na alipanga akimbie. Aliona hii aibu hii. Aliona hapa pana jambo la aibu. Nitaambiwa ni mimi hapa. Tukienda mbele za watu tukasema ni Roho Mtakatifu, nani atatuelewa? Roho Mtakatifu ni anawapaga mimba watu. Mmewaiona wapi? Watatupiga makofi ndani ya hekalu. Hivyo mtu ananielewa vizuri? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Angalia, alipewa majibu ndani ya ndoto. Lakini unaweza ukawa na jambo gumu, si tu mbingu zitakuona. Kwenye ndoto huko zinakuja kukupa majibu. Angalia Yusufu anaambiwa hapo mstari wa 21. Naye atazaa mwana, nawe sio Mariamu, wewe Yusufu, nawe utamwita jina lake Yesu. Utamwita jina lake nani? Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake dhambi zao. Nikawa najiuliza swali, Yesu alikuwa ni Mungu na Yesu alikuwa ni mwanadamu. Sasa kama Yesu hakutokana na Yusufu, alitokanaje na Yusufu? Roho Mtakatifu akaniambia Yesu alitokana na Yusufu. Amen. Lakini kwa namna gani wewe usiulize? Na ndio maana unasikia kitabu cha ukoo wa Yesu. Amen. Na ukiona kwenye ukoo wa Yesu, baba wa Yesu anayetajwa na maandiko ni nani? Ni Yusufu. Amen. Ndiye atakukimbia mtoto wake. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Anayetokea pale baba wa Yesu mwilini ni nani? Ni Yusufu. Ni Yusufu. Akataka kukimbia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaweza ukawa na jambo halina majibu. Ndoto zitakuletea majibu kwa jina la Yesu. Amen. Nasema zitakuletea majibu kwa jina la Yesu. Amen. Zitakuletea majibu kwa jina la Yesu. Amen. Ndoto zitakuongoza kwenye jibu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukilitumia lango lako la ndoto vizuri, unaweza pata majibu ya maswali yako ambayo umejiuliza kwa muda mrefu. Litumia lango lako la ndoto. Wako malaika wana majibu. Wako malaika wanaujua ukoo wako. Wako malaika wanajua hatima yako. Wako malaika wanaweza kaiona baadaye. Wako malaika wanaweza wakaona miaka 5 mbele, miaka 20 mbele, miaka 10 mbele. Na unapojiuliza mwisho wangu ni nini, wao watakupa majibu kwenye ndoto.